Hujambo na karibu msikilizaji wa Radio Jamii Micheweni katika mwendelezo wa kipindi maalum cha wanawake na uongozi. Na kipindi chetu leo tutazungumzia nafasi ya vyama vya siasa katika kuzalisha viongozi wanawake. Mwandaji ni Esau Kalukubila, nami msomaji wako ni Asha Kazambo. Karibu tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Msikilizaji, wanawake ni zaidi ya nusu ya idadi ya watu Zanzibar na Tanzania bara. Lakini uwakilishi wao katika uongozi wa kisiasa bado haujafikia kiwango cha usawa. Leo tukiwa tunaangazia vyama vya siasa katika kuzalisha viongozi wanawake. Hivyo basi, vyama hivi vya siasa vina jukumu kubwa la kuhakikisha wanawake wanapata nafasi ya kushiriki na kuongoza. Kwa mujibu wa ofisi ya mtakwimu mkuu wa serikali Zanzibar, wanawake wanashika takribani 12% ya nafasi za madiwani, ambapo idadi hii bado inaonyesha uchache wa ushiriki wa wanawake katika masuala ya uongozi. Huku Tanzania bara, wanawake wengi wanashika nafasi kupitia viti maalum vinavyotolewa na vyama vya siasa. Hii inasababisha uwakilishi wao kufika zaidi ya 30% ya madiwani kwa ngazi ya madiwani, na hii bado inatoa mwanya mkubwa kwa wanawake kuendelea kujitokeza kushiriki katika uongozi ili kuweka uwiano wa kijinsia. Malengo ya kitaifa ni kufikia angalau 50% ya uwakilishi. Lakini bado pengo ni kubwa. Swali ni kwamba vyama vya siasa vinazalisha viongozi wanawake? Rashid Khamis Othman ni katibu wa siasa, uenezi na mafunzo mkoa wa Kaskazini Pemba. Chama cha Mapinduzi kinaongozwa ni katiba hii ya mwaka 1977 na toleo jipya la 2025. Ndani ya katiba hii kuna na kanuni 14 zikiwemo kanuni ya umoja wa vijana, kanuni ya UWT na kanuni ya wazazi. Swali lako tunasema tunawapataje viongozi hususan wanawake? Ni kwa sababu kuna kanuni ya UWT. Na maana UWT kuna jumuiya ya UWT wanawake, hawa ndo wanatengeneza wa viongozi wa baadaye kuwa viongozi wa chama, kuwa viongozi wa serikali, kwa sababu jumuiya hii ya UWT ipo kuanzia shina, wadi, tawi, wilaya hadi taifa, na ndio maana tunapata viongozi kama hawa. Ukiangalia historia, hata Dr. Samia Suluhu Hassan alianzia chini huko kuwa kiongozi wa UWT, kuwa kiongozi wa chama, kuwa kiongozi wa umoja wa vijana, kuwa kiongozi wa jumuiya ya wazazi. Ndio leo hii tumepata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwanamke. Kwa maana Chama cha Mapinduzi kimeweka muongozo ambao ni katiba ya mwaka 1977, imeelekeza kila kitu. Rashid Abdalla ni mratibu wa chama kada Pemba. Inataka ile 50% kwa 50. Na sisi viongozi akiwa watatu basi mmoja ni mwanamke. Wakiwa viongozi 6 basi 2 wanawake. Kwa hiyo tunachukua wanawake katika chama chetu, wamepata nafasi kubwa kuliko chama chote kingine. Kwa hiyo ni kwamba wao wanachaguliwa, ni kwamba tayari wameshapata maelekezo, wanatekeleza katiba yao. Na wanawake saizi wako vizuri sana, wanashiriki kila sehemu. Wako kwenye kamati kuu, wako kwenye kamati ya uongozi, wako kwenye halmashauri kuu, wako katika wanangome za wanawake, wanaendelea vizuri. Na ngome za wanawake ni kama wings ya chama. Kwa hiyo inaleta mafunzo yote ya chama bila kwa wanawake, na wanawake wanashughulika, wanatekeleza haki zao kama kawaida. Ni wasifu. Wanawake wako imara, wanawake hawayumbi. Wanawake ikikwambia nakuja, haikomanda natekeleza. Kwa hiyo tunawaamini sana wanawake. Kwa sasa wanawake katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar wanawakilishi takribani 20, ikiwa ni sawa na 22% ya wajumbe wote. Idadi ambayo bado iko chini ya lengo la kitaifa la kufikia usawa wa kijinsia kwa 50%. Uwiano huu unajumuisha wajumbe wa kuchaguliwa moja kwa moja na wale walioteuliwa kupitia viti maalum vya vyama vya siasa. Ukweli ni kwamba wanawake wanaopata nafasi ya uwakilishi wanawakilisha vyema wananchi katika sehemu mbalimbali na kuzitendea haki kazi zao. Chumu Kombo Hamis
ni mwakilishi wa wanawake mkoa wa Kaskazini Pemba. Amewawakilisha vyema wanawake katika Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Kwa upande wa wabunge, lakini na wakilishi mimi na tunafanya kazi vizuri, tuendelee tu kufanya kazi vizuri ili tuone tunawapambania wanawake na mambo mbalimbali yanayowakwaza wanawake, yakiwemo kero za maji, lakini huduma za afya sasa hivi zimekuwa zote ziko vizuri. Sasa tuendelee tu kuzisimamia ili wale ambao watendaji wa hizi sekta waliopata uteuzi kwa Mheshimiwa Rais, mimi namshukuru sana, kuteua viongozi ambao ni wasimamizi wa hizi wizara hasa zinazowagusa kina mama, tuendelea kuwasimamia, tutetee ili wananchi wapate huduma hasa wa kina mama. Mafunda Hamad Amir, kijana msichana kutoka shehia ya Chimba, wilaya ya Micheweni, anaeleza namna anavyomuona mwanamke anaposhika madaraka na kuongoza kwa weledi bila kuonyesha kasoro yoyote. Ninachoamini katika wanawake na uongozi ni kwamba wanawake tunaweza bila kuwezeshwa. Kwa mfano, aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Micheweni, Mheshimiwa Mgeni, ambaye sasa hivi ni mkoa wa Kaskazini Pemba, ni mfano mzuri katika wanawake. Tukiangalia pia rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan pia ni mfano wa kuigwa kwa kila mwanamke aliyepo katika nchi yetu hii ya Tanzania. Wanawake tunaweza kujipambania, tunaweza kuibua vitu mbalimbali. Hata sasa hivi katika sekta nyingi wanawake tupo na tunaweza na tunajiwezesha pia. Kwa wanawake tunaweza. Uthubutu na ujasiri alionao wa kuhoji na kujenga hoja katika vikao mbalimbali vya Baraza la Wawakilishi Zanzibar kutoka kwa mwakilishi wanawake mkoa wa Kaskazini Pemba, Chumu Kombo Hamis, unatokana na nini? Naomba niwashauri sana wanawake wenzangu wasikate tamaa. Kwa sababu nyuma ilionekana kwamba ulikuwa ni waoga sana. Mfumo dume ulituathiri sana kwamba mwanamke hawezi kukaa mbele za watu akazungumza, hawezi kukaa mwanamke mbele za watu pengine akasimama na kutetea haki. Lakini sasa hivi mimi naomba nimpongeze sana rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mama yetu, ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni mama. Tumeyaona yale mambo mbalimbali anayoyafanya, kafanya makubwa. Tumeona hata katika maeneo ya kimataifa anatuwakilisha vizuri. Kuwashirikisha wanawake katika masuala ya uongozi huleta mtazamo tofauti na wa kijamii zaidi katika maamuzi ya kisiasa na kiutawala. Hii inasaidia kuzingatia mahitaji ya makundi yote ya jamii, hususan watoto, vijana na familia. Lulua Salim Khalif ni mkazi wa Konde na Hamisi Suleiman Hamad, mkazi wa wilaya ya Wete, wanaeleza namna ambavyo wanawake wanaitendea haki nafasi hiyo katika kutekeleza majukumu yao kwa weledi. Mke anaweza kwa sababu anayoyafanya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alivyoisimamia serikali, utazani imesimamiwa na mwanamume ambaye katoka kwenye uongozi kipindi cha nyuma, na akili potofu na kuamini kwamba mwanamke hawezi kuwa kiongozi. Lakini kutokana na matukio hai yanayotokea tukayaona, basi naamini kwamba mwanamke anaweza kuwa kiongozi na akafikia mpaka urais. Sasa ni tofauti na zamani. Sasa hizi tunasema wamejanjaruka kwenye masuala zima ya utekelezaji wa majukumu. Kwanza wako punctual. Nikizungumzia punctual namaanisha kuwa yani ni watekelezaji, si waongeaji. Kwa mfano tukiangalia mama wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunasema kama kafanya kigezo kwa wengine katika masuala zima ya utekelezaji. Wanawake sasa wamekuwa mstari wa mbele, yani zikitokezea fursa wanakuwa wa mwanzo kuzifuatilia. Kwa mfano tunakuta sasa mawaziri wengi wanawake, wabunge, yani sasa wanawake kwenye masuala mazima ya kazi wamechukua, tuneseme wameelimika. Asasi za kiraia Zanzibar na Tanzania zimekuwa na mchango mkubwa katika kuwasaidia wanawake kuingia kwenye uongozi kwa kutoa mafunzo, kampeni za uhamasishaji, msaada wa kisheria na kujenga mitandao ya kijamii na kisiasa. Mfano ni TAMWA Zanzibar kupitia mradi wa We Lead, Jauwaza, Zafela, Pegao pamoja na mashirika ya kimataifa UN Women
na Umoja wa Ulaya. Juma Kombohija ni mratibu ofisi ya watu wenye ulemavu Pemba, UWZ. Anaeleza namna wanawake wanavyoshirikishwa kwenye uongozi. Tumewapa imani wanawake katika masuala mazima ya uongozi, na sahihi ni kwamba endapo kwamba mazingira yao yataikwa sawa katika shughuli zima za kiutendaji, basi na bila mbwembwe. Hii ni dhahiri kwamba kwa sababu mifano iko mingi. Ukiangalia Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kiongozi tosha ambaye kwamba na yeye ana kila mbinu za kuweza kuongoza na kufikiri kama viongozi wengine ambao kwamba wamepita katika uongozi wake. Hii inaonyesha kwamba wanawake wanaweza bila ya kuwezeshwa, mazingira tu yawe sahihi upande wao. Pia tukiangalia katika vyombo mbalimbali vya serikali ikiwemo kama Baraza la Wawakilishi, mabunge, wanawake wanafanya shughuli zao ipasavyo, kwani wana uwezo na wanaweza kuendesha shughuli zao kiutaratibu kwa mujibu wa katiba zinavyowekwa, katiba za nchi. Na rasmi ni kwamba tukichukulia mfano hata viongozi wetu wa majimbo, madiwani au viongozi mpaka kwenye familia, wanawake ni watu wenye uwezo wa kuweza kuongoza kwa mujibu wa utaratibu. Wanawake wakishiriki kikamilifu katika uongozi, jamii hunufaika kwa maamuzi yenye kuzingatia usawa, uwajibikaji na maendeleo ya kijamii. Vyama vya siasa vina jukumu kubwa la kuendeleza uwakilishi huu kwa kutoa nafasi zaidi, kwa kuondoa vikwazo vya kiutamaduni na kuhamasisha wanawake kugombea nafasi za moja kwa moja badala ya kutegemea viti maalum pekee. Msikilizaji, ni matumaini yangu umejifunza mengi katika kipindi hiki maalum ambapo leo tuliangazia vyama vya siasa katika kuzalisha viongozi wanawake. Mwandaaji wa kipindi hiki ni Esau Kalukubila, nami msimulizi wako ni Asha Kazambo. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo mzuri wa kipindi kingine. Asante na kwaheri kwa sasa.